ya hiyo timu. Kwa hiyo wenye haki sio influencer, wenye haki katika hizi timu ni wanachama, kwa sababu wao wanatambulika kwenye nini? Kwenye katiba. Influencer ni neno la kuinfluence ambalo liliokuja kwenye dunia nini? Dunia ya sasa. Lakini influence ana haki ya msingi hana ya kusema kwamba yeye ndio mwenye haki kwenye nini? Kwenye timu. Maana yake ya maneno yanakuja kwa sababu tu ya uchochezi ya watu ambao wanakuja kutengeneza. Influence ni kitu kingine cha ku-influence katika hilo jambo, lakini pia ni mwanachama na ana haki juu ya nini? Ya chama chake. Isipokuwa kuna baadhi ya watu wanageuza haya maneno. Siamini kwamba kuna influence yote alikaa katika vyombo vya habari akasema Simba mali yake, akasema Dar es Salaam Mangavi kasi mali yake, isipokuwa wanasemewa na nani? Na watu. Kuna watu wa namna mbili. Kuna mtu anayezungumza jambo kwa kukubali na kuna mtu anazungumza jambo si kwa sababu ya kukubali. Na hii ndio maumbile ya dunia. Na leo acheni niseme kwa sababu tunaumaliza huu mwaka. Ukimwona mwanadamu duniani hana maadui, huyo ana shida. Taurati imesema, Injili imesema, Zaburi imetamka, Qur'ani imezungumza. Leo nitatoa mifano. Nitawaomba radhi sana wasikilizaji wenu na watazamaji wenu, waende wakanielewe. Waende wakaangalia historia za manabii, wote walikuwa na maadui. Yesu kuna muda alilalamika, akasema Eloi maktaban maktaban, ye Mungu wangu mbona unaniacha? Baada ya kuona maadui wanamsakama. Muhammad aliingia kwenye vita ya kwenda kupigana kwa sababu ya maadui walikuwa wamtaki. Mungu anampa amri atoke Maka aende wapi? Madina. Nabii Musa alayhi salatu wasalam alikuwa na adui, alikuwa Firauni akataka kumchinja. Utetezi mkubwa ulitoka kwa mke wake mpaka alidumu akaja kuchukua nini? Utawala. Nendeni kwa Nabii Nuhu. Alikuwa na maadui. Mungu anawaambia maadui wamezidi. Mabaraya yamezidi hapo, hataki kusikiliza. Tengeneza safina, safiri, ondoka. Nisikilizeni waandishi. Mwaka unaisha, nimefurahi sana, nimeongeza maadui. Ndio. Mwaka ni wengi. Na hili ukitaka kuamini adui ni mtu gani? Nenda kasome Mathayo 5:43-48. Nani ana simu hapo? Angalieni hayo maneno Mungu anazungumza. 5:43 mpaka 45. Nani mwenye simu? Angalieni maneno anazungumza. Yesu anasema imeandikwa, mpende jirani yako na mchukue. No! Hiyo nyingine shehe. Mpende jirani yako. Mpende jirani yako na mchukue adui yako. Ila mimi nasema Yesu sasa anasema yeye. Nisikilize vizuri. Hiyo Mathayo 5:43-45. Hii ni elimu. Na ndio maana nikasema ukiona mwanadamu hana maadui, huyo ana shida. Mpo tayari kumpokea Meja endapo atarudi Simba kwa maadui ambao wanapitia hivi sasa Young Africans? Simba nafasi zimejaa. Unamwambia Meja? Wenyewe tuliokuwa tunatosha. Unamwambia Meja? Meja ni Yanga. Na endelee kwa Yanga. Ana maadui wengi kwa hivi sasa. Na ndio maana lazima anakubalika, na ndio maana na maadui. Nimetolea mifano manabii. Lazima wamekuwa na maadui. Na yeye ni nabii mmoja wapo. Lakini pia kuna mtofauti wa mitazamo katika jamii. Leo haiwezekani taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina watu zaidi ya milioni 60, alafu mitazamo ikawa sawa sawa. Haipo. Haiwezekani leo Simba kuna watu zaidi ya milioni 35, alafu mitazamo ikawa sawa sawa. Haipo. Na ndio maana leo nimeamka kuzungumzia, kuna muda mwingine lazima nigusie mambo ya Mungu ili wanadamu wanaonisikiliza wapate nini? Kuelimika. Leo angalia mtofauti wa mawazo anausema kila siku. Petro alitofautiana mawazo na Yesu. Ndivyo. Na ndio maana kuna maneno magumu Yesu aliyazungumza, alimwambia Petro, rudi nyuma yangu Shetani, kwa sababu ya wazo ya Mungu ya wazo ya wanadamu. Nisikilizeni nyinyi, mnaponiongea na mimi naongea na nini? Na kompyuta. Lakini baada ya Petro mbele kubadilika, Yesu akasema wewe ndio mwamba na juu ya mwamba huu nitalijenga nini? Bana Mikoi Kisugu, taarifa ni kwamba muda wowote kuanzia hivi sasa endapo Uganda itatoka kwenye mashindano ya AFCON, basi huenda jina la Alan Okello ni saa yoyote na muda wowote kutua Tanzania. Haitishi. Tunamkaribisha aje kwenye ligi ngumu, aje kwenye ligi ya ushindani mkubwa. Ni kama unaongea lakini unaumia. Na kwa nini nasema haitishi? Moja katika vilabu vya Afrika Mashariki na ya Kati havijawahi kufeli katika usajili wa wachezaji ni Simba Sports. Jana mmeangalia Cameroon saa 5. Nani kaangalia? Aliyecheza namba 4 unamjua? Chefondo Malone ametoka wapi? Ndio mwanadamu wa kwanza katika bara la Afrika kuteuliwa mwaka huu kwenye national team ya wapi? Ya Cameroon. Ametoka Simba. Aliyemleta Chemalon Fondo yupo? Simba.
Waandishi semeni. Ninyi waandishi mna shida baadhi yenu. Lakini Singano una shida zaidi hapa, mimi siwezi kukukwepa. Na ndio maana Singano, kuna baadhi ya watu mimi waliletea maoni, walisema Kisugu usifanye press na Singano mkorofi. Na mimi leo nataka kuonyesha kuwaombea watu kwamba Singano na mkorofi. Kuna swali nimemtega hilo. Hilo asiponiuliza nitazungumza mimi mwenyewe mwishoni, hapo nitaambia watu mshambulieni Singano. Bana, ni kweli usajili wa Alan Okello kwenda Simba ukutishi. Pengine ni kama unachukulia mchezaji wa kawaida sana. Lakini mchezaji anakuja kwenye timu kwa namna mbili. Usajili kwenye timu si kwa sababu uzuri tu wa mchezaji aje kwenye timu. No. Mchezaji anakuja moja kwa mapendekezo na mwalimu na matakwa ya yule mchezaji. Kinachotusumbua sisi na nyinyi waandishi wa habari, nchi yetu kuna viongozi wavivu kutafuta nini? Wachezaji. Lakini mimi naamini Afrika Mashariki na Kati na bara zima la Afrika wachezaji wenye uwezo mkubwa wapo Singano. Kwamba Okello mlianza kumfuatilia nyie. Unatusemea. Uganda sisi nyumbani. Kwa nini mmemkosa? Tulimleta mtu mmoja anaitwa Musa Mude wakati wewe bado. Ni kwa nini? Fundi mmoja wa mpira. Tulimleta mtu mmoja anaitwa Emmanuel Anodi Okwi. Mimi nasema na bado Stephen Dese kama ikatokea Alan Okello kuja kwenye ligi ya NBC, tunamkaribisha. Akaribie kwenye ligi ngumu, akaribie kwenye ligi ya ushindani. Hapo unamuona ni mchezaji wa aina gani? Mimi naamini ni mchezaji mzuri. Haiwezekani mchezaji wa national team za Cranes ya Uganda wakasema mchezaji mbaya. Ni mchezaji mzuri na mheshimu kwa uwezo wake. Ni kwamba Yanga wamelamba dume, si ndio hivyo? Sasa kama unasema, mimi siwezi kukataa kwa sababu yawezekana Singano unajua kabla mimi kuliko mimi, na unajua dirisha la usajili limeshafunguliwa, na inawezekana unajua usajili tayari ushakuwa nini? Hewani. Inawezekana Singano na taarifa tayari, watu wachafanyaje? Wasajili siwezi kukatalia, lakini mimi ninachosema nina imani kubwa na management ya Simba kwamba ina uwezo mkubwa kusajili wachezaji. Pesa ipo. Steven Becker ataingia muda wote. Ataleta mapendekezo yake. Technical bench litakaa kwa pamoja, wataona nani Simba ingie, nani atoke. Simba ipo sokoni kumdaka Yona Amos, na hii imekuja mara baada ya Kubu Suleimani kuumia. Pengine kwako Yona Amos ni golikipa wa namna gani ambaye atatimkia pale Unyamani? Kwanza Singano nikwambie lugha moja nyepesi sana. Mimi naamini dirisha dogo la usajili halijafunguliwa. Unataka kunilazimisha mimi niishe kwenye tetesi. Sitaki kuishi huko. Ninachojua na akili kwenye vyombo vya habari, goalkeeper wetu namba 1 Pimpin Kamara ana injury ya muda mrefu. Goalkeeper wetu ambaye tumtegemea namba 2 Ayubu Yakubu amepata shida akiwa na national team. Kinachosubiriwa ni kupata ripoti ya daktari wa timu ya taifa juu ya maendeleo yake Yakubu Suleiman katika management ya Simba. Ninachoamini management ya Simba ikawa imepata taarifa sahihi kutoka kwa daktari wa timu ya taifa na wakaamini kwamba Yakubu Suleiman kwa muda mrefu atakuwa hajarejea katika ufiti wake. Mimi naamini kwamba Simba wataingia sokoni na wataleta goalkeeper. Vipi mkimpata Yona Amos? Ni goalkeeper mzuri. Anadakia Pamba ya Mwanza. Ni goalkeeper ambaye ameshawahi kuitwa national team. Mimi naamini kwenye nafasi ambayo orodha wataalamu, walimu wa national team katika goalkeeping katika magolikipa 10, Yona Amos yupo. Ni goalkeeper na mheshimu. Najua ana uwezo mkubwa na anafanya vizuri kwenye timu yake. Hii katokea akaja Unyamani, tutampongeza, tutampokea, tutampa support. Ngoja nikwambie siri moja ambayo Singano huwezi kuijua. Anayemtambulisha mtoto kwa mama yake ni Mungu. Anayemtambulisha mtoto ni Mungu kwa mama yake, lakini anayemtambulisha mtoto kwa baba yake ni mama. Na ndio maana ukirudi nyumbani wewe Singano bado Beka wewe utafikia mara huko, ukifika tu mtoto analia ng'aa, anamwambia nenda kwa babako. Maana yake mama anatumia nguvu kubwa kumtambulisha mtoto kwamba wewe ndo nani? Ndio baba yako. Uongozi wa Simba, mchezaji atakayemleta mimi ndo mchezaji wangu. Vipi wakikosea? Siamini kwenye kukosea. Siamini kwenye kukosea. Yanga hawataki masiara tayari siamini kwamba muda wote, sitaki kuwazungumzia hao. Lakini ziko taarifa zinasemekana kwamba Enock Inonga Baka amerejea Msimbazi. Aliondoka lakini pia amerejea ndugu yangu. David Beckham alirejea Manchester United. David Beckham alirejea Manchester United kama mchezaji.
Njoo Singano. Njoo. Washa maiki. Washa maiki. Washa maiki. Nilisema kuna maswali Singano hawezi kuniuliza. Asante. Leo Singano kazima maiki alikuwa anaondoka. Nyinyi waandishi mwe mashahidi. Mimi sio Mfalme Njozi, najua ninachokizungumza. Huyu Singano hajui kwamba Simba Queens jana kampiga Yanga. Hajui. Nenda bwana, asante, tuendelee na interview nyingine. Nilisema hawezi Singano kuyauliza. Na leo Singano watu wakawabe lazima wakamseme. Kwa hiyo lazima niseme sisi kama Simba tunaamini kwamba timu inaingia kwenye dirisha dogo la usajili. Tunaamini kwamba uongozi wetu uko strong. Utapokea mapendekezo kutoka kwa mwalimu Steven Becker. Kile ambacho mwalimu atakachokitaka, mimi naamini kwamba management ndio itakwenda kukamilisha ili kuona kwa namna moja au nyingine tunakwenda kufanikiwa. Bwana, jana mnyama Simba Lunyasi kwa upande wa wanawake Simba Queens wameweza kumfanya vibaya Yanga Princess kwa kumpiga magoli 2-0. Huenda ufalme wa Simba unanyemelea taratibu na kuanza kurudisha makali yake ndani ya ardhi ya Tanzania kwa muda mrefu sasa. Ni mwendelezo mzuri. Mashabiki tumepiga Dar es Salaam Africans. Simba Queens wamepiga Yanga Princess. Bado Simba wakubwa. Muda nyakati. Ila wanauliza mtamweza kumfunga Pacome? Nyakati. Pacome mtaweza? Nasema nyakati. Mimi naamini kwa hiki ambacho ninachokiona mbele yangu na hakika 100% tutakwenda kufanya vizuri mwaka huu kwenye ligi ya NBC. Kikubwa tuendelee kushikamana, tuendelee kuzungumza kwenye lugha moja ili kuhakikisha kwamba kila jambo linakwenda vizuri. Moja katika mambo wanadamu tumehusiwa katika kushikamana. Mungu anasema shikamaneni katika kamba aliyonyoka ya Mwenyezi Mungu. Mkiendelea kushikamana na ambao mimi naamini kwamba Simba tutaendelea kushikamana ili kuna namna ambavyo mwakani tunafanya vizuri zaidi. Vipi, mmejiandaa kunyanyua makombe msimu huu? Inshallah. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na ndio maana naendelea kufanya mazoezi. Naamini siku zote asubuhi nimejibu hapa muda so mrefu. Mashabiki tumekutana nao, tumepiga Simba Queens kaenda kumpiga Yanga Princess. Bado wao tu inawezekana chini ya jua. Na inshallah kwa namna ambavyo tunavyojiandaa tunasubiri ligi ya NBC, mimi naamini kwamba tutakwenda kufanya vizuri na mwaka huu ni mwaka wetu. Na wapa tahadhari sasa ya namna gani Yanga Africans ya wakubwa ile ya kina Pacome na kina Maxim pia Nzingeli, kwa dalili hizi ambazo zinazotokea kwa mashabiki wamechukua 2 wakarudi pia kwa Yanga Princess wakachukua 2. Onyo la namna gani linakwenda kwa senior team? Niseme msemo mmoja tu wazee wa ligi kusema, ukimwona mwenzako ananyolewa eti amani. Ukimwona mwenzio ananyolewa wewe weka maji, zamu yako inafika. Tafsiri imekuwa ngumu hapo Mikoi. Kamuulize babu, bado yupo. Kamuulize bibi, bado yupo. Kamuulize mjomba, bado yupo. Nenda kamwambie nimekutana na bingwa mmoja anaitwa Mikoi Kisugu. Amenambia kwamba ukimwona mwenzio ananyolewa wewe tia maji. Nini maana yake? Mimi naamini wazee wa zamani watakupa tafsiri sahihi. Malizia na chochote kile kwa mashabiki wa Simba. National team kwa mashabiki wa Simba. Niwaambie washabiki wa Simba na national team pia kwa ujumla. Tunacheza kesho. Tumemaliza mwaka. Haukuwa mzuri sana kwetu. Yako mambo mengi yalipita. Ziko hadithi nyingi zilizungumzwa. Ziko story nyingi zilisemwa. Wako watu walizungumza kwa kuitakia mema Simba, lakini pia kuna watu walizungumza kwa kuitakia mabaya Simba. Ili Simba tuweze kufanya vizuri, lazima tushikamane. Lazima tusimame kwenye umoja ambao slogan ya timu yetu imesema Simba nguvu moja. Ninachokiamini, tukiendelea kushikamana kwenye slogan ya Simba nguvu moja, Simba anakwenda kwa bingwa ligi ya NBC na Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa kesho Stars anacheza. Inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mimi naamini kwamba kila mchezaji anajua ni mechi muhimu, ni mechi ambayo tunahitaji matokeo. Na mimi siku zote naamini wachezaji wa Tanzania, pindi endapo mechi ikawa ngumu sana watu wanafikiria, basi wao kwao inakuwa nyepesi. Kesho watakapovaa jezi ya timu ya taifa na Tanzania, cha kwanza wafikirie zaidi ya Tanzania milioni 60 wanawafuatilia, ikiongozwa na jemedari Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan. Wao ndio wamebeba dhamana ya nchi kwenda kutuwakilisha katika mashindano makubwa, mashindano ya mataifa katika bara la Afrika. Wende wakapambane kwenye jasho na damu. Na imani kwamba wana mechi ngumu, wanacheza na taifa ambalo lina historia kubwa kwenye football, lakini naamini kwa namna ambavyo tuna wapiganaji vizuri, tuna wanajeshi waliokuwa kamili, watakwenda kuipambania national team, watakwenda kuipambania taifa ili kwa namna ambavyo tunapata matokeo mazuri. Inshallah. Niwaombee dua kina Dickson Jobu, niwaombee dua kina Kibo Dennis, niwaombee dua kina Pascal Mshindo. Kesho watakwenda kuipambania timu ya taifa na taifa la Jamhuri ya Muungano, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliomba mbingu na ardhi,
aliyeumba vinavyoonekana visivyoonekana, aliyeumba vinavyotembea visivyotembea. Tunanyanyua mikono yetu Mwenyezi Mungu kwa kurusha kwako kwewe na kukuomba uwajalie vijana wetu afya njema, uwajalie ujasiri wa kupambana, uwajalie ujasiri wa kupigana, uwajalie ujasiri wa kwenda kupata jasho na damu ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata matokeo mazuri na wanalibeba taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ibariki Taifa Star, Mungu ibariki timu ya taifa ya Tanzania, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kila laheri ndugu yangu. Asante sana, niwashukuru sana waandishi wa habari.